Daily Boni Online TV. Leo tarehe 13 mwezi wa 6 2025 tuna kikao muhimu sana kati ya Tanzania uhamiaji na Burundi uhamiaji, na kikao hiki ni kukuza mahusiano na ushirikiano katika masuala ya kiuhamiaji katika hizi nchi mbili. Tumekuwa na mahusiano ya kihistoria ya muda mrefu, na kama tunavyojua kwamba Tanzania sisi ni mwanachama wa EAC Afrika Mashariki, lakini pia na Burundi ni vile vile. Kwa hiyo katika kukuza mahusiano haya tunajua kwamba masuala ya kiuhamiaji, raia wa Burundi au raia wa Tanzania anavuka mipaka anakwenda nchi nyingine kama jinsi ambavyo makubaliano ya vipo katika wanachama wa Afrika Mashariki, lakini kama pia akitaka kufanya kazi au akitaka kufanya makazi katika nchi mojawapo ya hizi mbili kutokana na mahusiano hayo. Lakini masuala ya uhamiaji yakitumika vizuri, tunajua kwamba yanaleta maendeleo katika nchi, kama vile tunavyoona utalii, uwekezaji, kufanya biashara na mambo mengine ya kijamii. Lakini pia masuala ya kiuhamiaji yasipoweza kudhibitiwa vizuri yanaleta hatari katika swala la usalama, kama tunavyoona katika nchi mbalimbali. Kwa mahusiano mazuri tulionayo kati ya nchi ya Tanzania na Burundi, leo tuko hapa kuweza kushauriana, kudiskasi kwa undani zaidi masuala ya kiuhamiaji, kuhakikisha yanakuwa salama na kuleta maendeleo, na ukizingatia sisi kama Tanzania tunaelekea pia katika uchaguzi mkuu mwaka huu Oktoba 2025. Tunawapongeza sana nchi ya Burundi, wao wamemaliza uchaguzi mkuu ukiwa una matokeo mazuri sana, uchaguzi ambao umeenda kwa usalama kabisa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo leo na sisi tuko hapa kwa kujadili masuala kama hayo ili kuweza kufikisha mwisho na kupata matokeo mazuri. Nashukuru pia kwa kutualika kwa mkutano huu ili tujadili pamoja changamoto mbalimbali zinazopatikana upakani wetu. Napenda tena kuwashirisha salamu za rais wetu Meja General Evariste Ndayishimiye kwa mwenzake Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na kwa Watanzania wote kwa ujumla. Jinsi ulivyosema, Burundi na Tanzania tuna uhusiano mzuri kwa kihistoria kwa muda mrefu sana, na ndio sababu lazima tuendelee kudumisha uhusiano huu mpaka milele. Jinsi ulivyosema, uhamiaji halali kwenye mipaka yetu inaleta changamoto, na ndio maana tulikuja hapa tuongee macho kwa macho ili tupate suluhishi ya kutosha, kwa sababu jinsi ulivyosema, kama watu wanatembea kiholela, wanaharibisha kibiashara, wanaleta mambo masio mazuri. Katika jamii yetu ya Afrika Mashariki tunazungumza kama watu wanapaswa kutembea vizuri, lakini kama mlivyosema, kutembea vizuri mtu anapaswa kuwa na vitambulisho. Tulishaona watu wengi wanatembea bila vitambulisho. Kuna wakati tulikuwa na vitambulisho tulikuwa tunaita ujirani mwema, lakini kwa sasa tunaona vimesimama kidogo, na hiyo sasa tutaendelea kuiongelea kwa kikao hiki. Mimi ni mkuu wa mkoa wa Rutana, naitwa Olivier Bitanga. Sasa hivi tunashukuru Mungu kuwa tunafika hapa
Dar es Salaam. Tunaongea kuhusu maswali ya uhamiaji. Sisi Burundi tushaingia kwenye East African Community. Kuvuka kutoka Burundi na kuvuka kwa upande wa pili hatuna shida, na sheria inasema kuvuka hatuna shida, lakini inaonekana kuvuka bila vitambulisho ama bila vibali vyovyote ni marufuku. Vizuri kila mtu avuke, ana vitambulisho, avuke, anafuata sheria. Sasa hivi hatujakuwa na tatizo sana, lakini inaonekana kuna watu ambao wanatoka Burundi wanaingia upande wa pili. Tushaanza kufanya mikutano ila tuambie ni kipi ambacho tunaweza tukafanya ila kuvuka isiwe tatizo, kuvuka iwe faida. Sasa kwa kuvuka inaweza kawa faida kwa uchuruzi, kwa kuzunguruka yoyote ile, lakini ukivuka vibaya inaweza kaleta tatizo. Sasa hivi ndo tunasema kila mtu ajue kwamba kuvuka ni mpaka mtu afuate sheria. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.